Habari ndugu mtazamaji, karibu katika mada ya leo. Leo tutaangalia kwa undani kuhusu mambo ya kuzingatia mara baada ya kujifungua kwa upasuaji. Utakuwa nami Daktari Lenny kwamba nitakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Mara tu baada ya kujifungua kwa upasuaji, kuna mambo ambayo mama anapaswa kuyazingatia ili aweze kutunza afya yake, afya ya kidonda, pia aweze kuboresha afya ya mwanae. Yafuatayo mambo ambayo anapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza, mama huyu atapaswa kuzingatia usafi wa kidonda. Tunashauri kidonda kinapaswa kuwa katika hali ya ukavu, kisiwe na majimaji wala kisiwe na harufu yoyote ile. Kwa hiyo mama atapaswa kufanya yafuatayo. Kwanza, kutopitisha maji kwenye kidonda, kutoshika kidonda ikiwa na mikono michafu. Lakini pia mama huyu atapaswa kutambua dalili hatarishi kutokana na kidonda chake, kama kidonda kinatoa usaha, kinatoa harufu mbaya au kinatoa majimaji. Pindi anapo dalili hizi, mama huyu atapaswa kuwasiliana na daktari. Jambo jingine kwenye kidonda, mama huyu atapaswa kuhudhuria usafishaji wa kidonda kwa ratiba maalum aliyopangiwa na mtaalamu wa afya. Mara nyingi ni takriban siku 2 mpaka siku 3 kutokana na hali ya kidonda husika. Jambo la pili ni kufanya kazi nzito. Mama huyu mara baada ya kujifungua kwa upasuaji anapaswa kuepuka kufanya kazi nzito na kuinua vitu vizito. Kitu kizito ambacho anapaswa kukiinua kisiwe kinazidi uzito wa mtoto wake, yaani kisiwe kinazidi takriban kilo 4. Kama ni mfuko sukari, basi mfuko sukari 4 kilo 1 ndio kipimo cha vitu vizito ambavyo unapaswa kuviinua, kwani kufanya kazi nzito au kuinua vitu vizito kunaweza kukatarisha kidonda chako, ikiwemo kufumua mshono, lakini pia kuongeza maumivu makali ya tumbo. Jambo jingine ambalo linapaswa kufanywa na mtu huyu ni kupumzika vya kutosha. Wakati wa kujifungua mama alikuwa na pilika nyingi za uchovu, kuchoka hapa na pale. Kwa hiyo mama huyu anapaswa kupumzika kile kipindi ambapo mtoto amelala. Basi apumzike na asifanye kazi nzito sana. Apumzike mara nyingi ili aweze kurudisha mwili katika hali yake taratibu. Apate masaa mengi ya kulala, lakini pia asifanye kazi nzito. Kingine cha kuzingatia kwa katika kipindi hiki ni kupata lishe bora. Mama huyu mara tu baada ya kujifungua anapaswa kuzingatia kula vyakula vya protini ambavyo vitamsaidia kujenga mwili, lakini pia kula mboga ambazo zitamsaidia kumpa vitamin, lakini pia kuharakisha uponyaji wa kidonda. Lakini pia mama huyu anapaswa kunywa maji mengi ili kumsaidia pia katika kujenga mwili na kusafisha vitu mbalimbali ikiwemo sumu. Kumbuka kipindi hiki pia atakuwa pia kuna dawa anatumia. Kwa hiyo unywaji wa maji pia utasaidia pia kusafisha viungo mbalimbali vya figo na kuondoa sumu mwilini. Lakini pia maji mengi pia yatasaidia pia katika kuongeza kiwango cha maziwa. Nashauri pia mama huyu aepuke vyakula ambavyo vinaweza vikamsababishia kupata choo kigumu au kukaa muda mrefu tumboni, kama vyakula vyenye mazao ya ngano kama mikate, vyakula ambavyo vimekobolewa, vyakula vyenye sukari nyingi, kutumia pombe na vinywaji vigumu vikali. Kwa tunashauri kipindi hiki aache kutumia vitu hivi. Jambo jingine, tunamshauri mama huyu awe na tabia ya kutembea mara kwa mara, kwani kutembea kutamsaidia mama huyu kuepukana na changamoto ya kuganda kwa damu na kuboresha mzunguko wa damu. Kwa hiyo tunamshauri atembee, japo anaweza akatembea kwa nusu saa au saa 1 au masaa 2 kwa siku, kwa kadri ambavyo ataweza, ili kufanya mazoezi mepesi ili kumsaidia kuepuka tatizo la kuganda kwa damu, lakini pia kuboresha hali ya mzunguko wa damu. Jambo lingine ambalo anapaswa kulizingatia mama huyu ni kutumia dawa kwa usahihi kadri ambavyo ameelekezwa na daktari. Watu wengi wakishajifungua kwa upasuaji huwa wanapewa baadhi ya antibiotiki, yani dawa za bakteria, lakini pia dawa kwa ajili ya kupunguza maumivu. Kwa hiyo dawa hizi zinakuwa ni za muda fulani. Zikishaisha zile dawa, baadhi hujiongezea pia dozi fulani. Kwa tunashauri waache tabia hiyo, watumie dawa zote ambazo zimeandikwa na daktari. Waache kutumia dawa asilia
au kutumia dawa yoyote ile ya kupaka kwenye kidonda au wapi bila kuwa na maelekezo ya daktari. Kwani baadhi ya dawa zinaweza zikaleta athari kwa mama, lakini pia zikaleta athari kwa mtoto wako. Jambo lingine ambalo linapaswa kufanywa na mama huyu ni kutambua dalili hatarishi. Dalili hatarishi ni kama kizunguzungu, kichwa kuuma, damu kutoka katika sehemu za siri, lakini pia dalili nyingine zikipata ni homa kali, lakini pia kuishiwa nguvu kwa ghafla, lakini pia kidonda kutoa uchafu na kuvimba. Hizi ni dalili hatarishi ambazo mama anapaswa kuzifahamu na kuzitambua ili aweze kuchukua hatua haraka za kumsaidia yeye pamoja na mtoto wake ambaye ndo kwanza ameanza maisha yake mapya. Kutambua dalili hizi kutasaidia yeye kuchukua hatua mapema na kuweza kutambua tatizo na kulirekebisha mapema kabla tatizo halijawa kubwa. Jambo lingine, mama huyu anapaswa kuacha kufanya tendo la ndoa kwa takriban wiki 6 za mwanzo, kwani kufanya tendo la ndoa katika kipindi hiki kunaweza kusababisha yafuatayo. Kwanza, mshono kufumuka, damu kuvuja, lakini pia ukapelekea maumivu makali ya tumbo. Na mshauri mama huyu asiwe na tabia hii ya kufanya tendo la ndoa mara kwa mara katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo. Jambo jingine ambalo linapaswa kuzingatiwa na mama huyu ni kupata afya bora ya akili. Afya bora ya akili na kihisia. Mama huyu hapaswi kuwa na mawazo hasi. Kwa hiyo anapaswa kushirikiana na watu, kushirikiana na jamii katika kufanya mambo mbalimbali, ikiwemo katika kufanya maamuzi, ikiwemo katika kufanya shughuli mbalimbali. Baadhi ya wazazi wakijifungua huwa wanakuwa na hisia hasi za mtoto. Tunaita postpartum period au postpartum psychosis. Katika kipindi hiki hao wazazi wanaweza wakapata changamoto ya kumchukia mtoto, hasa wazazi wapya ambao wamejifungua kwa upasuaji wanaweza kupata changamoto hii. Kwa tunashauri wazazi, ndugu, jamaa na marafiki kukaa karibu na mtu huyo na kumshauri mara kwa mara, asikae mpweke peke yake, asije akapata changamoto za mawazo hasi. Kitu kingine cha kuzingatia kwa mtu huyo ni tunasema ni kuhudhuria kliniki mara kwa mara, takribani kadri ambavyo atapangiwa na mtaalamu wa afya. Kwa hiyo kuna mahudhurio kadhaa ambayo mama anapaswa kuyafanya. Hudhurio la kwanza ni baada ya siku 7 baada ya kutoka hospitali. Hudhurio la pili ni siku 14 baada ya kutoka hospitali. Hudhurio la tatu ni hudhurio la kwanza ni siku 7, la pili siku 14, tatu siku 28 na la 4 siku ya 42, yani wiki 6. Kwa hiyo tunashauri mama huyu afuate mahudhurio yote kadri ambavyo ameelekezwa na mtaalamu wa afya. Kwa tunashauri usihudhurie hata moja, hakikisha unahudhuria kwa tarehe ambavyo umepangiwa na mtaalamu wako wa afya, na kama kuna changamoto basi tunamuelekeza ili aweze kukushauri kuhusu mambo mbalimbali. Swali jingine ambalo tunaweza mkajiuliza, je, mama huyu aanze kula baada ya muda gani pindi baada ya kufanyia upasuaji? Tunashauri mama huyu aanze kula kwa takriban vyakula laini kuanzia masaa 8 mpaka masaa 12. Hapa basi anaweza kupata vyakula laini, anaweza kuanza kupata chai, na baada ya masaa 24 akaanza, baada ya masaa 12 kuelekea 24 akaanza vyakula laini kama viazi laini, ndizi laini, ugali laini na vitu vingine laini. Wakati huko anaendelea kuongeza vyakula kidogo mpaka kufikia siku 3, basi anaweza siku 5 mpaka 7 anaweza kula, na ili kuepuka changamoto nyingine ya kupata tunaweza kusema changamoto ya kupungukiwa kwa sukari ambayo inaitwa hypoglycemia. Kwa tunashauri awe anafuata utaratibu huo wa kula. Na mimi, ndugu mtazamaji, kuna mambo mengi ambayo umejifunza katika mada hii. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, rafiki yako ambaye anakupenda uimarishe afya ya mama ambaye amejifungua kwa upasuaji na mtoto. Kama ni mume wako basi kisha mkeo anakuwa na afya bora. Kama ni mama basi akisha mtoto wako anakuwa na afya bora. Kama ni marafiki basi cha kufanya, share video hii na rafiki mmoja na Mungu atakubariki kwa kumuongezea elimu maradufu. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Bye.